Katika eneo la magharibi mwa nchi, malalamishi ya kimya kimya lakini ya kuvutia yanaendelea. Mwanadada mmoja mwenye umri wa miaka 23 anakumbatia mti saa baada ya saa, si kwa ajili ya sherehe au kujionyesha, bali analenga kutoa hamasisho kwa kile alichokitaja kuwa jeraha kubwa zaidi humu nchini, ambalo ni ufisadi. Kitendo chake ni kawaida, huku takwimu mpya zikifichua maendeleo na kushindwa kupiga hatua katika vita vya Kenya dhidi ya ufisadi. Ripoti yetu iliyowasilishwa na Aaron Marie inatathmini kitendo hiki na taswira yake kuhusu hali ya taifa kuhusiana na udhia huo. Mwanzilishi wa kitendo hiki, Truphena Muthoni, alikumbatia mti ili kutoa uhamasisho kuhusiana na masuala ya mazingira. Nimekuja hapa ku break record for 74 hours kwa sababu ya corruption ni mingi sana Kenya yetu, na inaomba serikali ipiganie haki yetu na pia ipiganie at least fight na hiyo corruption. Sijafanya zoezi lakini niko sure nita break hii record. Wakenya kadhaa wameamua kufuata mkondo huo ili kutoa uhamasisho kuhusu masuala mbalimbali. Nilianza saa 7:04 na natarajia by Wednesday nilikuwa nimemaliza saa 9 na dakika kidogo juu. Katika kaunti ya Bungoma, kwenye eneo lenye shughuli nyingi ambapo malori huguruma mchana na usiku, Florence Onyango anasimama bila viatu, mikono yake ikiwa imekumbatia mti. Ana umri wa miaka 23 na anatoka katika eneo la Mbakalo katika eneo bunge la Tongaren. Anataka pia viongozi wabadilike. Vijana ni wengi, kazi hakuna. Watu wamepata madigiri, hawana kazi, wanafanya mjengo, wanafanya mambo ya bodaboda. Serikali inafaa pia iangalie maneno. Anasema mti huu unaashiria kile kilichosalia katika taifa ambalo limeathiriwa pakubwa na ufisadi. Florence ameanzisha mkakati wa kukumbatia mti kwa saa 74, akilenga kuchochea tafakari ya kitaifa kuhusu ufisadi, wajibikaji na haki. Tunamtakia ya kwamba hii challenge isikuwe tu ya kwamba watu wenye wako kwa serikali waichukulie mzaha. Viongozi, yeye analenga viongozi. Tafadhali, tunataka viongozi wenye wanasimama na kutetea haki ya binadamu. Kitendo chake kimevutia wengi na kuibua wasiwasi pia. Florence hakuwafahamisha polisi kuhusu mkakati wake, lakini wakazi wamejiunga naye. Kwa wengi hapa, vitendo vyake vya kimya kimya vinazungumza kwa sauti kubwa kuliko mabango. Kulingana na ripoti za hivi karibuni za Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi unaendelea kujitokeza kupitia vyeti bandia vya kitaaluma na masomo, zabuni za ulaghai, rushwa, matumizi mabaya ya mamlaka na kashfa za ununuzi katika ngazi za kitaifa na kaunti. Aaron Marie, Darubini.